Salama vipi? Nipo poa kabisa. Kwa namna ambavyo umeshuhudia Simba leo ikipata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Simba namna gani? Simba ambayo Dube alikuwa ndani yake kabla ya kutoka. Nafikiri cha kwanza ni game approach ya Coast ilikuwa nzuri. Wamecheza vizuri sana, wamefuata maelekezo ya mwalimu. Unajua kuna wakati unaweza ukawalaumu Simba, lakini angalia na mpinzani alikuwa anachezaje. Coast walikuwa na game plan nzuri sana. Mwalimu Fikirini Bakari alijua hatari ya Simba iko kwenye flanks kwa pembeni. Aliweka wachezaji wawili. Kama uliona sehemu walikuwa wanacheza Libasi alikuwa achiwi ile mipira yake, alikuwa anakata inside, pia ana kevu. Leo alikuwa uioni kwa sababu walikuwa wamemwekea traffic ya mabeki wawili. Upande wa kushoto walikuwa wanacheza Kareso pia vile. Ndani walikuwa wanacheza low block ambayo ilikuwa inawafanya Simba Sports washindwe kupenetrate katikati na huku pembeni. Kwa hiyo ulikuwa wana mpango mzuri wa mechi, na ndio maana Simba sasa wakafunga goli la plan B. Unaambiwa ukiona mipira ya katikati ya kiwanja unashindwa kushinda, basi tumia faulo, tumia kona, tumia cross, jaribu na mipira ya juu, na ndio mpira ambao uliwafanya wamefungwa Coast. Mpira wa cross wakafungwa. Na mimi kwangu binafsi, ukiacha tu mpango mzuri wa mwalimu wa Coast leo ambao uliweza kuwapa shida Simba, pia mimi naamini mwalimu Steve Barker inawezekana haya majaribu aliyoyafanya leo, majaribio ya kikosi, sidhani kama atarudia tena. Mimi first half niliwaambia watu hiki kikosi alichoanzisha leo sidhani kama anaweza akafanya hivi tena, manake amepata picha halisi kwamba ligi ya Tanzania sio ligi ya kujaribu wachezaji. Weka wachezaji wako wote unawategemea ili uweze kupata matokeo. Na mimi leo nimpongeze Nasael Chilambo the way ambavyo ameperform bila hata kabla hata hajatangazwa. Mimi binafsi ningeweza kwangu mimi kusema ndo man of the match leo. Yani kama kuna kiongozi yoyote wa Simba ambaye amemsajili Chilambo, basi aongezewe mshahara. Jicho lake lilikuwa jicho nzuri sana. Mimi binafsi ni mtu ambaye tangu Chilambo anasajiliwa nilikuwa nawaambia watu huyu ni mchezaji mzuri, kwa sababu mimi ni mshabiki wa Azam. Kama mnavyojua mechi nyingi za Azam naenda Chamazi na muangalia the way ambavyo anacheza. Kwa hiyo mtu aliyomsajili Chilambo ni mtu ambaye ana jicho zuri mno. Yani kama kuna mshahara labda anapewa, nafikiri inabidi aongezewe posho kwa hiki alichokifanya leo. Na the way ambavyo anazidi kucheza anawafanya pia waajili wake wa zamani sisi Azam FC tuendelee kujilaumu kwa nini tumeachia kipaji kama hiki. Manake the way leo alivyokuwa anacheza, manake unasema anacheza namba 6 yeye, namba 2 yeye, namba 8 yeye, striker yeye, winger yeye, yani anacheza kila eneo la uwanja huko ndani. Yani anacheza mpira unaona kabisa anajidai, mtu anaujua mpira sio mchezo. Yani anaujua kupitiliza. Kwa Dumbe pia, kwa dakika ambazo amepata zinatosha au ilistahili endelee kupata muda zaidi? Dumbe hamna kitu. Tusidanganyane. Dumbe bwana leo mimi ndio nimemvulia kofia. Sasa unashindwa kucheza vizuri mechi na Coast nyumbani, utacheza vizuri mechi gani? Dumbia nafikiri dirisha dogo linaweza likawa dirisha chungu sana kwake. Sioni kama Simba wakiendelea kucheza naye. Mimi binafsi, mimi kuficha vitu ndo sijawahi kuweza. Dumbia hamna kitu, na kama atakuja kujirekebisha uko mbele mimi nitamuomba radhi. Ndio sababu bwana Dumbia nisamee, ila Dumbia sio mchezaji wa kucheza Simba. Mtu aliyomsajili Dumbia iko cha juu chake alichokipiga kakipiga cha juu kikubwa sana. Yani ati kuna mchezaji hata wa kuwadanganyia Simba, sio level ya Dumbia. Dumbia sio mchezaji wa kucheza Simba. Nolena, kwa namna ambavyo safa ya Simba wanaomezunguka. Au tumemaliza? Endelea. Kwa namna ambavyo Simba Sports wana approach ya game ya mwalimu. Na baadhi ya watu wanasema kwa nini hawapati magoli mengi? Shida iko wapi? Cha kwanza ni eneo la ushambuliaji. Simba ipo wazi kabisa. Simba bado hawana mshambuliaji namba 1 kinara ambaye ana quality kubwa. Ndio maana unakuta sometime mechi nyingi anaamua kucheza na Mpanzo kama force number 9. Leo kaamua kucheza na Dumbia, lakini bado wanamuangusha. Yani usajili ambao wameufanya Simba msimu huu
ilipaswa kusajili striker mwenye quality ya kuchezea Simba. Sasa wewe ukiwa mwalimu unaweza ukacheza kote, lakini mpira mwisho wa siku unabidi uingie nyavuni. Sasa unaweza ukaona viungo wengi ambao wana uwezo mzuri wa kufunga, lakini kiungo sio mshambuliaji. Yani kiungo bado atakuwa na zile quality za kishambuliaji za kufunga. Kwa hiyo unapokuwa na mshambuliaji mzuri, kuna wakati watu wakikamatwa viungo wako, mshambuliaji wako anatakiwa afunge. Akikamatwa mshambuliaji, viungo inabidi wafunge. Kwa hiyo katika eneo ambalo Simba wamemwangusha sana Steve Barker, kushindwa kumsajilia striker mwenye quality ya kucheza Simba. Yani ndio maana unaona Simba wanapiga pasi nyingi akina Chilambo, Hula, sijui Libase, lakini mwisho wa siku kila cross, kwa mfano leo Kareso kapiga cross nyingi sana za inswinger kama umeziona, ambao ndo moja tule amefunga. Amekuja beki kutoka nyuma ndo amekuja kufunga. Cross zile zimepigwa nyingi sana. Kwa mfano first half Dumbi akapigiwa cross kama 6 za aina ile, na 4 zote aligusa yeye miguso yake kwa kichwa. Lakini yote akushindwa hata kupata target ya goli, kashindwa kupata. Kwa hiyo katika eneo la ushambuliaji ndo eneo ambalo kuna changamoto mno kwa Simba, na kuna mechi ambazo nyingi tu zinakuja watashinda magoli kwa tabu sana, mechi ambazo zitakuwa zinakaa nyuma kama Coast. Kwa sababu timu yote inakaa nyuma hivi inahitaji sana pale muwafungue defense line. Kwa sababu mkiwa mna viungo wengi, watu wakiwakamata tu wale viungo hakuna mtu. Kwa sababu mtapiga pasi hakuna mtu atakayekaa ndani ya box. Unajua asili ya viungo wote wanakuja nje ya box. Kwa hiyo Simba katika hizo mechi 3 zote hawajacheza na timu inayocheza kama Coast inaokaa nyuma. Kagera walipishana, Pamba walipishana, Singida walipishana. Kwa hiyo mkipishana Simba, kwa sababu wana viungo wengi, ndio mtatengeneza mianya mingi sana ya kuwafunga. Ila ukicheza na timu ambayo inakaa nyuma hivi kama Coast, kwa timu ya Simba ambavyo haina mshambuliaji mwenye quality kubwa, ndio maana umeona wamewasumbua namna hii. Lakini wangekuwa na mshambuliaji mwenye quality Simba, nafikiri wangeweza kuwafunga mapema tu. Na hiki ndio kitu ambacho Simba kitawatafuna sana, kukosa striker mwenye quality kubwa. Yani mtu aliyemsajili Dumbia nafikiri hajawatendea haki Simba, hajawatendea haki. Ndani ya dakika 90 mnyama Simba anamaliza pasi kuwa na redi kadi nyekundu, lakini pia vile vile tumeshuhudia FVS imeenda kuwanyima Simba Sports Club penalty yao. Leo nafikiri siku yao nzuri Simba hawajapata red card, lakini video supporter imeonekana ni chungu kwa Simba, kwa sababu mechi ya leo ametokea matukio 4 yote ya kuomba kadi. Kadi za Simba zote 2 zimemezwa, kadi za Coast zote zimerudi. Unajua Coast mpaka mechi inaisha kadi zao wanazo mkononi, umeelewa? Kwa hiyo matukio yalikuwa 4 yote yamekuwa na faida kwa Coast, umeelewa? Maana yake inamaanisha nini? Kwamba Simba kwenye video supporter kila wanachokiona wakiomba wao inakuwa sio, wakiombewa wao inakuwa ndio, umeelewa? Kwa hiyo Simba nafikiri mpaka sasa video supporter ni mwiba mchungu sana kwao. Na mimi kitu cha kushangaza, unajua katika timu ambayo ilipigia kelele wanaitaka video supporter ilikuwa ni Simba. Walikuwa wanasema Young Africa msimu uliopita wamebebwa sana. Kwa hiyo sasa Simba wameitaka video supporter, imekuja, lakini video supporter inawasaliti Simba. Yani video supporter ingekuwa inajua kama mtu alimpa kazi ilikuwa ni Simba kwenye ligi, basi asingekuwa anamwangusha kiasi hiko. Kiwango cha